Sasa hili ambalo limetokea hivi sasa la mwenyekiti Lissu kuwa ndani kwa mwaka mmoja na Chadema kuwa ndani vile vile kuwa kwenye kizuizi cha kisiasa, pamoja na kuwa amri hiyo imekoma ukomo wake, lakini watawala dhalimu bado wanaisimamia kwa namna moja au nyingine, ni kielelezo tu cha kwamba Tanzania hakuna demokrasia ya vyama vingi. Katiba ya Jamhuri ya Muungano imetamka kwamba Tanzania ni nchi ya kidemokrasia na kwamba Tanzania inafuata msingi wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa, lakini maneno ya kwenye katiba hayajalindwa. Kwanza na katiba yenyewe haijaweka misingi thabiti ya Tanzania kuwa nchi ya demokrasia ya vyama vingi vya siasa, lakini vile vile hayako hata katika utekelezaji. Tanzania imedumbukia kimsingi, pamoja na kuwa baadhi ya chambuzi za kimataifa zinataja Tanzania kuwa nchi ambayo iko katikati kati ya utawala wa kidikteta na kiimla na utawala wa kidemokrasia. Wanaita kwamba ni nchi yenye mfumo wa kidemokrasia mchanyato, kwamba hybrid regime. Lakini ripoti ya taasisi ya kimataifa ya Freedom House ya mwaka 2026 imeitamka Tanzania bayana kwamba ni nchi ambayo wametumia neno ni unfree, haiko huru kabisa. Kwa ni nchi ambayo kimsingi haina kabisa hivi sasa tunavyozungumza demokrasia ya vyama vingi. Demokrasia inatamkwa tu kama maneno kwenye katiba na kwenye sheria ya vyama vya siasa, lakini kiuhalisia hakuna demokrasia ya vyama vingi Tanzania. Na chimbuko la tatizo hili kwa kweli ni namna ambavyo Tanzania baada ya uhuru, wakati wa kupigania uhuru chini ya mkoloni Mwingereza, Tanzania ilikuwa inahesabika kama ni nchi ya demokrasia ya vyama vingi, na uchaguzi wa kwanza wa baada ya uhuru kimsingi uchaguzi kabla na hata baada immediate baada ya uhuru, uchaguzi ulifanyika katika mfumo wa vyama vingi. Lakini mwaka 65 mfumo wa vyama vingi ukafutwa Tanzania na nchi ikaingia katika mfumo wa chama kimoja toka mwaka 65. Sasa kwa miaka toka mwaka 65 Tanzania ikadumu kuwa nchi ya chama kimoja mpaka mwaka 92. Sasa wakati kunafanyika mjadala kama Tanzania irejee kwenye mfumo wa vyama vingi au ibaki kwenye mfumo wa chama kimoja, mwaka 91 Tume ya Nyalali ilipita, ilikusanya maoni mbalimbali. Kuna mambo huwa yanasemwa wakati mwingine huwa yanapotoshwa kuhusiana na maoni ya Tume ya Nyalali, kwamba tume ilisema 20% ya wananchi walikuwa wanataka Tanzania ibaki bado kwenye mfumo wa chama kimoja, na kwamba 20% 20% walitaka vyama vingi, 80% walitaka nchi iendelee kwenye mfumo wa chama kimoja. Lakini ukisoma ripoti ya Tume ya Nyalali unaweza kupata tafsiri sahihi zaidi juu ya maoni ambayo wananchi waliotoa, kwamba 20% kwa sababu nchi ilikuwa imekaa muda mrefu sana ikiwa chini ya chama kimoja toka mwaka 65, wapo wananchi wengi sana hawakuwa wanazungumza kuhusu neno vyama vingi. Kwa hiyo 20% walisema moja kwa moja kabisa kwamba tunataka vyama vingi vya siasa, lakini 80% hiyo inayoitwa kwamba ilisema inataka chama kimoja ilipendekeza mabadiliko makubwa ya kisiasa na ya kidemokrasia ambayo kwa vyovyote vile sio tafsiri ya chama kimoja. Na hii ndio maana ilifanya Tume ya Nyalali itoke na hitimisho kwamba Tanzania iingie kwenye mfumo wa vyama vingi, sio kwa sababu tu tayari kulikuwa kuna wimbi la kimataifa baada ya mabadiliko makubwa ya kisiasa ya dunia ya nchi zilizokuwa kwenye chama kimoja kuanza kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi, lakini hata Tanzania wananchi wenyewe walitaka nchi iingie kwenye mfumo wa vyama vingi na walitaka mabadiliko makubwa. Sasa Tume ya Nyalali ikapendekeza kwamba tunapoingia kwenye mfumo wa vyama vingi lazima tuandike upya katiba ya nchi
ili iendane na mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Lakini kwa bahati mbaya sana, mwaka 92 kukatokea matukio matatu kwa mkupuo ambayo yalikwamisha hiyo azma ya wananchi wenyewe kutaka iandikwe katiba mpya ya vyama vingi. Mosi, aliyekuwa rais wakati huo alisema tume yenyewe kwamba imefanya kazi ambayo haikutumwa kuifanya. Lakini pili, CCM ikaita vikao vya CCM, ikaita mkutano mkuu wa CCM ukafanyika Diamond Jubilee. CCM ikapitisha azimio la Chama cha Mapinduzi kukataa kusiandikwe katiba mpya katika nchi. Na mara baada ya pale kukakaa mkutano wa bunge ambao ukaweka sasa mguu chini kabisa, kukataa kusiandikwe katiba mpya, ukafanya marekebisho madogo tu kwenye katiba ya kuingiza hayo maneno vyama vingi na marekebisho mengine madogo, na kukatungwa sheria ya vyama vya siasa mwaka 92. Kwa matokeo yake ni nini? Mfumo wetu wa katiba ya nchi yetu umebakisha katiba ya mwaka 77 ambayo iliandikwa sambamba na kuandikwa kwa katiba ya CCM. Kamati iliyoandika katiba ya CCM kulipoungana kati ya ASP na TANU kuunda CCM, ndio kamati ikageuzwa kuwa kuandika katiba ya nchi, kwa ikaandika katiba ya chama kimoja, katiba ya mfumo wa chama kimoja, katiba ya mfumo wa chama dola, katiba ya mfumo wa urais wa kifalme, katiba ya mfumo wa taasisi zisizokuwa huru za kisiasa katika nchi. Kwa hiyo kitendo cha kuiendeleza hiyo katiba mwaka 92 tayari kulishatengeneza mfumo wa kikatiba na hivyo kutengeneza vile mfumo wa kisheria na hatimaye mfumo wa kikanuni ambao taifa halina demokrasia ya vyama vingi. Kwa tunachokipata hivi sasa cha mwenyekiti Tundu Lissu kuwa gerezani kwa mwaka mzima, tunachokipata hivi sasa kwa shughuli za kisiasa za Chadema kuzuiwa, tunachokipata hivi sasa kwa kutokuwa na demokrasia katika nchi, tunachokipata hivi sasa kwa kutokuwa na chaguzi huru na haki katika nchi yetu, ni matokeo ya misingi ya kikatiba na mifumo ya kitaasisi ambayo ilitengenezwa toka mwaka 92. Sasa hapo katikati kumekuwa na majaribio kadhaa ya kufanya mabadiliko ya kikatiba na hatimaye kuleta mabadiliko ya kisheria ambayo yangewezesha kuwa na chaguzi huru na haki.